Machozi makali yamemtoka Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino Dodoma mchana wa leo baada ya taarifa za kifo za rafiki huyu wake wa karibu ambaye pia ni kiongozi wa CCM kuaga dunia mchana wa leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Habari za kifo cha mbunge wa Peramiho Jenista Joakim Mhagama leo zimepeleka wimbi la simanzi nchini Tanzania na pigo kubwa kwa CCM, na katikati ya maombolezo hayo ya kitaifa anasimama Rais Samia Suluhu Hassan akionekana kutikiswa na msiba wa kigogo huyu wa muda mrefu na rafiki yake ndani ya CCM ambayo ilimpelekea machozi kumtoka. Kulingana na ujumbe wake uliotolewa kupitia mitandao ya kijamii, Rais Samia Suluhu Hassan amemtaja habari hiyo kuwa ni pigo la kuhuzunisha kwake, na wale walio karibu na urais waliripoti kwamba alijitahidi kujizuia machozi wakati akipokea taarifa ya awali. Mwitikio wake ulionyesha ukubwa wa hasara hiyo, si kwa chama tawala pekee bali kwa nchi kwa ujumla. Rais Samia alieleza kuwa taifa limempoteza kiongozi wa CCM aliyejitoa kwa miongo kadhaa katika utumishi wa umma kwa uaminifu na bidii. Hata hivyo, waangalizi walibaini kuwa sauti ya Rais Samia ilikuwa na uzito na kama vile ya kilio wa kihisia adimu. Alipokuwa akikumbuka miaka mingi, Mhagama alisimama kidete katika shughuli za chama na majukumu ya serikali. Ujumbe wa Rais Samia ulisisitiza kwamba kusikia kifo chake ni kama kupoteza nguzo ndani ya CCM na Ikulu na sauti ya kuaminiwa ndani ya duru ya uongozi wa taifa. Katika salamu zake za rambirambi, Rais Samia alitoa salamu za rambirambi kwa mwenyekiti wa bunge Musa Azan Zungu na kukiri jinsi taarifa hizo zilivyoathiri kwa kiasi kikubwa uongozi wa bunge la Tanzania. Wale walio karibu na spika walisema alikuwa katika mawasiliano na rais muda mfupi kabla ya kutangazwa kwa umma, na viongozi hao wawili walikaa kimya kwa hisia wakitafakari safari ndefu ya kisiasa ya mbunge huyo wa CCM aliyefariki. Rais Samia Suluhu pia ametoa salamu za rambirambi kwa wananchi wa Peramiho, huku akieleza kuwa ni jumuiya iliyopoteza si mwakilishi pekee bali mlezi aliyewatumikia kwa kujitolea bila kuyumba. Alieleza kuwa alinyamaza mara kadhaa wakati akiandika ujumbe wake, huku akizidiwa na uzito wa hasara hiyo na kumbukumbu za kufanya kazi pamoja na mbunge huyo wa CCM katika nyadhifa mbalimbali katika maisha yao ya kisiasa. Wakati Rais Samia akitafakari kuhusu utumishi wa Mhagama kwa zaidi ya miaka 38 ndani ya CCM, alimweleza kuwa ni mwanachama wa chama ambaye michango yake ilionekana katika kila hatua ya maendeleo ya kisiasa. Alihudumu kama kiongozi wa vijana, kiongozi wa mrengo wa wanawake na baadaye kama waziri wa baraza la mawaziri chini ya utawala tofauti. Rais Samia inasemekana alikumbuka nyakati kadhaa za faraha wakati Mhagama alipotoa ushauri katika misimu migumu ya kisiasa, akimtaja kuwa chanzo cha hekima na utulivu ndani ya CCM. Wakati wa mazungumzo ya ndani ya serikali, rais anasemekana kuzungumzia nafasi kubwa ya Mhagama kama mshauri wa wengi, hasa vijana wa kike wanaoingia kwenye siasa ndani ya CCM. Alionyesha masikitiko yake kwamba nchi imepoteza sio tu kiongozi au mbunge bali pia mlezi wa viongozi wa baadaye. Huzuni yake ilizidi pale alipokumbuka jinsi mbunge huyo Mhagama wa CCM alivyokuwa akitetea nidhamu, umoja na maono ya muda mrefu ndani ya CCM. Katika tafakari yake kihisia, rais aliangazia uhusiano wa kibinafsi walioshiriki, akieleza kuwa Mhagama mara nyingi alikuwa kama sauti ya kutia moyo wakati wa mvutano wa kitaifa Tanzania. Kulingana na wadadisi wa mambo, rais alitokwa na machozi mengi alipokuwa akisimulia jinsi marehemu mbunge huyo wa CCM angetuma jumbe zake za kumuunga mkono Samia wakati wa mijadala yenye changamoto, shinikizo za wabunge na mizozo ya kitaifa. Peramiho, wakazi wa eneo hilo walieleza kushtushwa na taarifa hizo za kufariki kwa mbunge wao na kubainisha kuwa Mhagama amebakia kuwa kiongozi makini na anayeweza kufikiwa hadi siku za mwisho wake akizikwa. Rais Samia alifahamishwa kuwa wanakijiji wamekusanyika kwa wingi, huku wengi wao wakilia, huku wakimkumbuka mbunge huyo kuwa ni mama ambaye alikuwa anaelewa matatizo yao ya kila siku ya raia wake. Rais Samia alikubali hisia hizi
Pia alikubali hisia hizi akisema huzuni ya watu inaakisi yeye mwenyewe. Viongozi wa jumuiya kutoka Peramiho walishiriki kumbukumbu za dhamira ya Mhagama, mbunge huyo wa CCM aliyeaga, katika kuboresha elimu, miundombinu na ustawi wa jamii. Rais alipitia baadhi ya mipango hiyo ya maendeleo huku akitafakari jinsi mbunge huyo alivyofanya kazi kwa ukaribu na wizara za serikali. Taarifa kutoka Ikulu zilieleza kuwa kumbukumbu hizi zilileta wimbi jingine la hisia kwa Rais Samia na machozi kumlengalenga, ambaye alikumbuka mapenzi ya mbunge huyo katika kuinua jamii za vijijini Tanzania. Jumbe za rambirambi ziliendelea kumiminika kutoka katika nyanja mbalimbali za kisiasa. Viongozi waandamizi wa CCM, mawaziri wa zamani, viongozi vijana na wawakilishi wa jumuiya walimtaja Mhagama kuwa ni mkimbiza mwenge wa uadilifu. Rais Samia alifuatilia kauli hizi kwa makini, akijibu kwa utulivu na kwa mawazo, kwa akishughulikia majonzi ya pamoja yaliyounganisha taifa. Katika ujumbe wake wa mwisho, Rais Samia aliomba roho ya Mhagama ipumzike kwa amani mahali pema peponi na kuliomba taifa kusimama pamoja na familia yake katika wakati huu mgumu. Mashahidi walisema maneno yake hadharani yanaakisi hisia zake za faraha, laini ya kihisia na ya kutafakari, yakifichua rais anayeomboleza mfanyikazi mwenzake wa chama kimoja, rafiki pia na mtumishi mwaminifu wa nchi hii. Wadadisi wa mambo ya serikali baadaye walieleza kuwa Rais Samia alitumia sehemu ya mchana kupitia picha za zamani na nyaraka zinazohusiana na muda wa Mhagama madarakani. Hata hivyo, taifa lilipoingia katika kipindi cha maombolezo leo, maandalizi ya maziko yalianza, huku kamati za serikali zikiratibu mipango hiyo kwa mashauriano ya karibu na familia yake. Rais Samia aliwaagiza viongozi kuhakikisha mazishi hayo yanaakisi utu na heshima anayostahili mtu ambaye alitumia takriban miongo minne ya maisha yake kuchagiza siasa za Tanzania. Maagizo yake yalibeba sauti ya taaluma na hasara ya kibinafsi. Ndani ya korido za bunge, wabunge walionyesha wasiwasi wao kutokana na mkazo wa kihisia ambao habari hizo zilimwekea Rais Samia. Wabunge kadhaa walibainisha kuwa ujumbe wake Samia ulikuwa na sauti ambayo hawakuwahi kuona hapo awali, ambayo ilifichua upande wa kibinadamu wa uongozi na uhusiano wa kina ulioanzishwa ndani ya huduma ya kitaifa. Waliona kuwa huzuni ya Rais Samia iliashiria jinsi Mhagama alivyoathiri kwa kiasi kikubwa mfumo wa kisiasa wa taifa. Katika makao makuu ya CCM, hali ya sintofahamu ilitanda, huku wanachama wakitafakari kuondokewa na kiongozi aliyeunda vizazi vya wafuasi wa chama. Rais Samia, ambaye ana uhusiano wa karibu na wakongwe wa chama, aliwasiliana kwa faragha na viongozi waandamizi, akikiri kuwa kifo cha Mhagama ni kumbukumbu ya kihistoria kwa chama kizima. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na taarifa hizi za kifo ambacho kimeweza kumsikitisha na kumtoa machozi Samia Suluhu ndani ya CCM. Letu kama Simulizi Media ni kuweza kutuma pole zetu pia na rambirambi zetu kwa familia, rafiki zake na chama kizima cha CCM kwa kuweza kumpoteza mbunge huyu wa CCM maarufu. Mtazamaji, vile chukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya like chini ya video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Kisha chukua sekunde zako mbili zingine kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya zinazojiri na kuenea sasa hivi mitandaoni.